Ndugu wa Tanzania wenzangu, nimerudi tena kwenu baada ya kuongea nanyi tarehe 5 ya mwezi huu wa 11 kutokana na maafa makubwa yaliyolipata taifa letu. Naendelea kutoa pole za dhati sana kwa wale waliopoteza au waliofiwa na ndugu zao, waliojeruhiwa ambao wako hospitalini wanajiuguza majumbani, na kuna Watanzania wengi wana usongo wa mawazo, wana uchungu, wana hamaki, wana hasira. Poleni sana sana Watanzania, kwani yote yaliyotokea haya hakuna sababu ya aina yoyote yatokee, kwani kinga za kila aina zilikuweko, isipokuwa yalifanyika katika hali ya ubabe na ya kiburi. Poleni sana Watanzania. Kwa kuwa leo ningependa nizungumzie hatua ya pili, nitazungumza nanyi kwa msingi ya kiapo changu ambacho niliapa kuitumikia dunia mahali popote pale katika suala la kuokoa au kulinda uhai wa binadamu, hasa kwenye masuala ya maafa na majanga. Kwa msingi huo nitatumia taarifa nilizonazo na elimu niliyoipata kuweza kushirikisha wenzangu ili kuifanya Tanzania yetu isiendelee kuangamia. Itikio la haya yote ambayo yanatokea sasa, tutakumbuka kwamba tarehe 29 wakati wa uchaguzi mkuu mwezi wa 10 mwaka huu na ile tarehe 30 na 31 yalitokea mauaji. Mpaka sasa hatujajua idadi kamili ya waliopoteza maisha. Damu ilimwagika, na unajua athari ya damu iliyomwagika. Kwa wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu, huwezi ukasema kwamba ni Mwenyezi Mungu alichukua watu wake. Huwezi ukasema Bwana alitoa na Bwana alitoa. Hapana. Hapa hata ukichukua simulizi la Kain na Abel, utaona kwamba Kain alivyomuua ndugu yake Abel, Mwenyezi Mungu alimwambia, umelaaniwa kwa damu ya ndugu yako uliomwaga, ardhi imelaaniwa. Poleni sana wa Tanzania. Sasa kutokana na haya ambapo yametufikisha hapa, niwe mkweli kabisa, nimewaza mimi binafsi, yamenitonesha sana. Nilikuwa na kovu. Nakumbuka mwaka 1976 tarehe 16 ya mwezi wa 6 yalitokea mauaji ya watoto kule Afrika Kusini, Soweto. Waliuawa watoto takriban 167. Wakati huo nikiwa shule ya msingi darasa la 4. Mwalimu Nyerere aliliimbisha taifa na tukakarishwa nyimbo mbalimbali ili maafa kama yale yasijakatokea tena Afrika na hususan hapa kwetu Tanzania. Mpaka leo ile kovu ninalo. Hili limenitonyesha zaidi kovu ndio kwa nalo la watoto wa Afrika. Na wale watoto 167 waliouawa ililazimisha dunia kutangaza tarehe 16 ya mwezi wa 6 ya kila mwaka ni siku ya mtoto wa Afrika. Sasa watoto hawa mpaka leo takriban miaka 50 iliyopita, je, watoto wa leo tunawalisha nini? Je, watoto wa leo wanabaki na kumbukumbu za namna gani? Kizazi hiki tukiondoka, watoto watatuuliza kulikoni yale yalitokea wakati tumeshaondoka, historia yetu inaandikwa namna gani? Watanzania, tuamke. Gharika la Mwenyezi Mungu halitaadhibu tu wale watenda maovu, hata wale wanaokaa kimya kutokukemea maovu itakuwa ni shida. Hata yako mawaidha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyohadithia na akakemea, akasema ukiona uovu unatendeka zuia, ukishindwa kuzuia kemea, ukishindwa kukemea onyesha basi hata hasira. Kweli wa Tanzania hapa tulipofika? Hapana. Tujiulize maswali mengi. Hasa maafa haya yametokea. Usimamizi wa maafa haya tufanyeje? Tukubali kwamba dunia leo huwezi ukashindana na teknolojia. Teknolojia leo hakuna tena suala la usiri, hasa kwenye maovu. Maovu yote yanawekwa hadharani. Ukisema unazima internet hapa,
dunia inakuangalia pale ulipo. Kwa hivyo hatuwezi tukashindana na teknolojia. Katika maafa lazima tukubali mambo haya yapo katika hatua hii ya kidunia ya leo. La pili, nizungumzie demography. Vijana wetu, watoto wetu wenye umri wa mwaka 0 mpaka miaka 35 ni 77% ya Watanzania wote. Watoto miaka 0 mpaka miaka 18 ni takriban 43%, na vijana wenye miaka 18 mpaka 35 ni 34%, jumla ya 77% ya Watanzania wote. Tuwasikilize vijana hawa, ndio walio wengi. Vox populi, vox dei. Kauli ya umma ni kauli ya Mungu. Na tujue kwamba dunia yetu imekuwa ni kijiji. Yote yaliyotokea hapa yapo kila mahali duniani, na hatuwezi tukasema vinginevyo. Imeshasambaa Afrika Mashariki, imeshasambaa bara letu la Afrika na dunia nzima. Na tukiendelea kuchelea, tunaona iliyotokea kaskazini mwa Afrika pamoja na nchi nyingine za Uarabu huko. The Arab Spring ilivyoitwa miaka 2010 linatokea hapa Tanzania, na litatokea hapa Afrika Mashariki, na litatokea kwetu Afrika. Tusikubali, tujitahidi, tusiende huko. Na njia moja iliyo kuu ambayo ni kauli kuu ya uumbaji, tuwasikilize vijana wetu wanasema nini. Taifa hili ni letu sote. Hakuna mtu mwenye hati miliki na taifa letu. Ndugu zangu, tarehe 5 Novemba nilisema yale niliyosema. Lakini kwenye hatua, wakati yale yanaendelea kwenye mambo ya majanga, kuna hatua ya pili. Hatua ya pili ni kuwa na utulivu wa fikra, na waliosababisha tatizo hili wakubali kuweka ukweli hadharani badala ya kuficha. Ukweli uwekwe hadharani na uwajibikaji uwepo. Let us accept the reality and deal with it. Vinginevyo naona giza mbele. Hii ni hatua ya pili ya namna bora ya kwenda. Ya kwanza nishaisema, na hii ya pili namna ya kuweza kuwa wa kweli na uwajibikaji uwepo. Kwa moyo wa dhati kabisa, kutoka sakafu ya moyo wangu, penye wazee hapaharibiki neno. Ninaomba wazee wa bara letu la Afrika wenye uadilifu wa hali ya juu waweze kutusaidia kuliratibu jambo hili, ili kila kitu kiweze kwenye hatua hii ukweli ukajulikana na uwajibikaji ukawa uwepo. Hatua zile nyingine ziko nyingi tu za kijamii tukaweza kuzifanya. Na kwa mfano, tuna wazee kama mzee Rais mstaafu Thabo Mbeki wa Afrika Kusini, tuna Rais mzee Obasanjo, tuna Joaquim Chissano wa Msumbiji, tuna kaka yetu na rafiki yetu hapa Uhuru Kenyatta, na wengine ambao itawapendeza. Embu taasisi kwa mfano African Union, SADC ikawatuma wazee hawa kwa haraka sana, kwa sababu wanasema lisemalo lipo kama alipo laja. Tulidharau sana yale ya mambo ya uchaguzi tukafikia kule. Kuna haya yanayosemeka kila kona kwamba yapo ya tarehe 9. Sasa tusisubiri. Tatizo letu kubwa, tunakuwa reactive, unasubiri mpaka jambo litokee. Na ukishakuwa reactive ni kwamba umeshaharibu. Let us be proactive, tuzuie. Wahenga wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Na hapa niombe kwa hekima zote, ukifuatilia yote yanayozungumzwa na ukifanya utafiti wa kina, naona bado hakuna ule moyo wa kuonyesha kuna uombolezaji wa dhati wa kukiri uovu huu. Yote yanayosema naweza nikahitimisha kwa kusema busara haikubali na hekima inakataa. Asanteni sana na poleni sana wa Tanzania.